hii ameshakuwa tayari. Sasa hivi wataenda kuitengeneza mifuko kutoka hiyo ni fabric. Fabric roll. Process nzima inaanza hapo. Mheshimiwa, tumewekeza zaidi ya mabilioni 22 kwa hizi machine zote, na tuna target industry nzima, na leo nafurahi sana kusema hiyo ni kiwanda ya kwanza, lakini pia tuna expand. Tunaweka kiwanda yetu ya pili karibuni hapo. Mheshimiwa, hiyo ni process ambacho inaanza. Unaweza kuona tunaanza na hizi kama plastic. Hiyo ni raw material. Hiyo ni plastic. Na hiyo baadaye wanazitumia kwenye mashine, inatoka kama film. Hiyo ni mashine ambacho wanasema ni extrusion process. Wana extrude hiyo mashine, inatoa kama hiyo film tunaweza kuangalia hapo. Inakuja kama sheet, alafu inakuwa kwenye film. Akishakuwa kwenye film, wanajiweka kwenye fabric kama hiyo. Hizi ni fabric. Hapo kwa mwezi, Mheshimiwa, tunaweza kusaga zaidi ya tani 500 kwa mwezi moja. Maanake tunaweza kutengeneza begi milioni 6 ya cement na milioni 2 ya mbolea na sukari. Unaweza kuona hapo inatoka kwa hizi bobbins, zinakuwa kama fabric. Tukishapata fabric zinakuja hapo, hiyo ni stage ya mwisho mkuu. Hapo wanakuja kufanya processing, sorting na packing. Hiyo ni fuko tayari. Kama unaweza kuona hapo, tunatengeneza begi kuenda ETG, watu wa mbolea. Baadaye wanaenda kwa nchi nzima, watu wanatumia mbolea pale. Na vile vile tunayo contract ya chumvi, tunayo contract ya sukari, tunayo contract ya cement. Leo tuna supply zaidi ya begi milioni 700. Hiyo ni sample mkuu. Na ndani ya begi wanayo liner. Hiyo liner ni muhimu sana kwa sababu ina protect ndani ya ile fertilizer isikuwa wanaharibu. Tunaweka hiyo liner. Na hiyo liner tunashukuru pia sisi wenyewe tunatengeneza kwa hiyo kiwanda. Karibu mkuu. Na mtazamaji, na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu amemaliza kupita katika eneo hili la mradi huu wa kiwanda, ambapo ameelezwa hatua kwa hatua namna mifuko inavyopatikana, ikiwa ni miongoni mwa vile vifungashio ambavyo vinazalishwa na kiwanda hiki, kuanzia mchakato wa mwanzo kabisa mpaka mfuko wenyewe unaenda kupatikana, ambapo hivi sasa wanaeleza kwamba wanaweza kuzalisha mifuko milioni 750, lakini tani 500 kwa mwezi ndio uwezo wa kiwanda hiki kuzalisha kwa hivi sasa. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu akiwa anamalizia kupewa maelezo hapa, anaelekea katika eneo ambalo limeandaliwa kwa ajili ya taarifa ya mradi huu. Na wafanyakazi wote sasa hivi mkuu wametoka jirani hapo Pongwe, Kange, wote wanakuja kufanya kazi kwetu hapo. Na tunashukuru sana, tumepata shirikiano nzuri sana na watu wa serikali. So imewezesha sisi kuwekeza kiwanda kiasi hichi zaidi ya bilioni 22 tumeweza kutengeneza plant. Katika eneo la viwanda Pongwe, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kiwanda hiki kimetumia thamani za Kitanzania karibu shilingi bilioni 22 katika uanzishwaji wake. Kiwanda hiki kimenunua mashine kutoka nchi za Ujerumani pamoja na India kwa ajili ya operation za kiwanda.
Uwezo wa kiwanda ni uzalishaji wa tani 550 kwa mwezi. Maana hiyo kwa mwaka tunazalisha tani 6,600. Pia mwaka 2026-27 kampuni imetenga kiasi cha shilingi bilioni 3 kwa ajili ya kuongeza kiwanda, kitu ambacho kitasaidia kuongeza uzalishaji wa vifungashio na kutoa ajira kwa ujumla. Matarajio yetu kufikisha tani 650 kwa mwezi, ambapo ni sawa na tani 7,800 kwa mwaka. Kwa upanuzi huo tutaweza kuongeza ajira zaidi kwa mwaka na serikali itaendelea kupata mapato yake kutokana na uwepo wa kiwanda hiki hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, soko letu kubwa lipo hapa ndani kwa viwanda vya ndani ambavyo vinazalisha material, kwa mfano viwanda vya simenti, chokaa, sukari, chumvi, mbolea na wakulima na pamoja na wafugaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, faida zinazopatikana kutokana na kiwanda hiki ni pamoja na ongezeko la ajira kwa wafanyakazi wa mkoa wa Tanga. Mpaka sasa kampuni yetu imeshaajiri wafanyakazi zaidi ya 300. Na hapo baadaye tunatarajia kuajiri wafanyakazi wengine zaidi ya 150 pale tutakapofanya upanuzi wa kiwanda chetu. Ajira hizi zimesaidia kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja kutoka uchumi wa tegemezi wa vijana wetu, pia kuongeza pato la mkoa wa Tanga na taifa kwa ujumla kwa kulipa kodi na serikali. Utengenezaji wa bidhaa zenye ubora zinazosababisha ushindani katika masoko hapa nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mafanikio pia kunakuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinahusisha na uwepo wa kiwanda. Mojawapo ni changamoto ya ukosefu au upungufu wa maji. Katika kiwanda chetu huwa tunatumia asilimia kubwa ya maji kwa ajili ya kufanya uzalishaji. Sasa tulikuwa tunapata shida pia kwenye uzalishaji kwa sababu maji huwa hayapatikani kwa wakati. Kwa hiyo ule kiwango cha maji ambacho kinapatikana huwa hakitoshelezi katika kufanya uzalishaji. Kwa hiyo tunaomba pia mliangalie, kwa sababu serikali yote iko hapa na imani tutakuwa na majibu sahihi na initiative nyingi ambazo zinaweza zikafanyika kwa ajili ya kutatua hilo tatizo. Pia tuna changamoto ya barabara na mifereji ya kupitisha maji wakati wa mvua, kusababisha kiwanda kujaa maji kwa kipindi ambacho mvua zinakuwa ni nyingi. Changamoto za kiusalama kutoka na kampuni yetu kuwa nje ya makazi ya watu inapelekea usalama kuwa mdogo kwa wafanyakazi pamoja na kiwanda kwa ujumla, hasa nyakati za usiku. Kwa hilo pia ni changamoto, kwa tunaomba pia mliangalie hasa nyakati za usiku. Wafanyakazi wengi wanakaa nje ya mji na kiwanda kiko mbali na makazi ya watu. Kwa kuwa Pongwe kuna kituo cha polisi, tungeomba uwepo wa patrol mara kwa mara hasa nyakati za usiku. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima ya lazima tunachukua nafasi hii tena kukushukuru wewe pamoja na msafara wako na viongozi wengine walioambatana nao kwa kutenga muda wenu na kuweza kufika hapa na kujionea namna operesheni zetu zinavyofanya kazi. Asanteni. Asante sana kwa risala hiyo kutoka kwa mwakilishi wa kiwanda hiki, ikiwa ni kwa upande wa wafanyakazi. Ninaomba sasa Mheshimiwa mgeni rasmi uridhie nimwalike afisa mtendaji mkuu wa kiwanda naye azungumze kwa kifupi kabisa, na mwalike Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye atakuja kualika wewe. Karibu sana CEO wa kiwanda kwa salamu fupi kabisa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza tunashukuru Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushirikiano wamepata kuwekeza hapo kwa hii mji wa Tanga katika Pongwe Industrial Area. Kwanza tunashukuru wote, tunakabilishwa Honorable Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, vile vile RC wa Tanga, mawaziri wote, mkuu wa CCM wa mkoa wa Tanga na wenginevyo. Tunashukuru wote leo umefika kwa nyumbani yetu, kiwanda chetu anaitwa Yogi Polypack. Tunashukuru. Kwa kifupi, tunawekeza kwa zaidi ya mabilioni 22 kwa kiwanda hichi, na tunaona wafanyakazi wetu wote ni wa familia yetu. Ndio maana leo tunachukua hii fursa ya kuzungumza na wote kusema tunashukuru na ushirikiano wa serikali. Tunaangalia mbele hizi miaka mitano, tunataka kuwekeza zaidi kwa hiyo mkoa, na tunafurahi ku-announce leo kwamba tumeshanunua ardhi hapo jirani kuwekeza kiwanda cha PE, Polymer Plastics, na tunataka kuongeza wafanyakazi. Serikali vile vile waongeze mapato yake, na sisi wote kwa hiyo industry ya plastic tupate zaidi mapato kwenye hiyo nchi wa Tanzania. Asante sana, na shukuru wote kukuja leo na kazi yaendelee. Asante sana. Ninaomba tumuongezee makofi
Bwana Drove Pujara, yeye ndio afisa mtendaji mkuu wa kiwanda hiki. Na sasa kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uridhie nimwalike mama yetu mkuu wa mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Daktari Batilda Burian. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mwenyeji wetu Bwana Pujari, mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa wetu wa Tanga, viongozi wote, Mheshimiwa naibu waziri, waheshimiwa wabunge, katibu tawala wetu na mkuu wetu wa wilaya, viongozi wote mliopo hapa pamoja na wafanyakazi wa kiwanda hichi cha Yogi Polyplastic. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kiwanda hichi cha Yogi Polyplastic ni kati ya viwanda 74 vikubwa vilivyopo hapa Tanga. Tunavyo viwanda vya kati 50, lakini tunavyo viwanda vidogo ambavyo sio vidogo sana 957 na vidogo kabisa 2452. Ni maelekezo yako wakati ukija kwenye ziara ya kikazi hapa mkoani Tanga, ukasema pamoja na miradi ya serikali utakayopita kukagua, utapenda kwenda kwenye sekta binafsi. Kwa hivyo mradi huu ni katika moja ya miradi ya sekta binafsi, kwani Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan anatambua mchango mkubwa wa sekta binafsi kama ndio engine ya uchumi katika nchi yetu. Hivyo basi na sisi tumeendelea kuwapa ushirikiano wenzetu wa Polyplastic, lakini vile vile tunajua kwamba kiwanda hiki ndio kinawezesha viwanda vingine vifanye kazi. Mifuko ya hapa ndio inakwenda wa Tanga Cement, ndio inakwenda Maweni, inakwenda Kilimanjaro na maeneo mbalimbali. Kwa hivyo lakini pia bidhaa raw material wanatumia bandari yetu. Kwa hivyo wanaingiza kupitia bandari ya Tanga, wanazalisha mali na kwenda kwenye viwanda vyetu vya Tanga. Sisi tutaendelea kushirikiana. Changamoto walizotuambia tuliwafikishia Tanga Uwasa, na wenyewe wako katika skimu ya maji hii ya kuweza kuhakikisha kwamba katika mradi ule wa miji 28 la upanuzi wa maji pia unaofanyika sasa hivi Tanga Uwasa, ambapo wanapeleka maji mpaka Mkinga. Mkuu, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tumefarijika kwani ujio wako unakuja na matunda mengi, lakini na suluhisho ya changamoto nyingi sana. Kwa heshima na taadhima, tunakuomba basi uzungumze na hadhara hii. Asante sana. Tumuongezee makofi mengine mengi mkuu wa mkoa, na tumpigie makofi mengine mengi zaidi Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Daktari Batilda Burian, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama Ustadh Rajab, pia ni mjumbe wa kamati kuu ya chama chetu, mwenyeji wetu mtendaji mkuu wa kiwanda chetu cha Yogi Polypack, waheshimiwa naibu mawaziri ambao tumeambatana kwenye ziara, viongozi wa serikali, kamati za ulinzi na usalama, waheshimiwa wabunge, tambua mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo pamoja na wabunge wa viti maalum. Kwa kweli sikusudii kuwa na hotuba ndefu hapa kwa sababu tumekutana kazini na nimeona kazi ikiendelea. Tena sio kazi tu, kazi nzuri ikiendelea. Haya ndio mambo ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan anataka kuyaona. Na serikali inatengeneza mazingira ya kuwekeza na uwekezaji unafanyika, unatengeneza ajira kwa watoto wa Tanzania, unatengeneza uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi yetu badala ya kuagiza bidhaa za aina hii toka nje, na unatengeneza kipato cha watu wetu na pato la taifa. Kwa mimi niwapongeze sana kwa niaba ya serikali. Hongereni sana management pamoja na kiwanda kizima pamoja na wafanyakazi. Hongereni sana.
kwa niaba ya serikali niwahakikishie tumepokea hizi hoja ambazo mmezisema. Mkuu wa mkoa pamoja na mawaziri wetu wa kisekta, fuatilieni kwa karibu utekelezaji wake. Limeongelewa jambo la maji, limeongelewa jambo la barabara. Najua kadri wanavyoongeza uzalishaji itakuwepo na masuala ya nishati. Yasimamieni haraka na muwape mrejesho wenzetu ili iwasaidie katika kupanga. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi pamoja na WATAMISEMI na ninyi mnetwork na watu wetu ili kuweza kusaidia hayo yanayohusiana na barabara. Lakini fanyeni kazi pia ili la masuala ya usalama ili kuweza kuhakikishia usalama viwanda pamoja na watumishi wao kwa kadri ambavyo tumeisikia kutoka kwenye maelezo. Kwa niaba ya serikali na hususan Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye nilimwaga kwamba nitakuwepo huku na anaunga mkono na kutambua kazi mnayofanya, niwaombe mpokee commitment hiyo ya serikali. Serikali itaendelea kutengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba kazi yenu inakuwa njema. Na mazingira tunayotengeneza sio tu ya kuwekeza peke yake, hata ya kufanya shughuli zinazotokana na bidhaa mnazozalisha. Kwa hiyo wenzetu wa Wizara ya Fedha, tuendelee kulinda viwanda vyetu. Bidhaa ambazo zinazalishwa ndani zisiwe na mbadala wa bidhaa zinazoagizwa toka nje kiholela holela. Tukiruhusu bidhaa zinazotoka nje kiholela holela, tutawafunga mikono hawa wasiendelee kuongeza viwanda. Kwa hiyo lazima viwanda vyetu tuvilinde. Huu ni utaratibu wa kila nchi. Hakuna sababu ya kuagiza bidhaa ambazo zinaweza kuzalishwa kwa utoshelevu ndani ya nchi. Nilisema nikiwa Pwani na ninarudia tena hapa. Kwa hiyo kama mna jambo lolote ambalo linawakera, ambalo mngetamani ama kwenye sheria ama kwenye mswada wa fedha ule unaotengenezwa kila mwaka, msisite kusema. Tuambieni, mnaweza mkanifikia moja kwa moja, mnaweza mkamfikia mkuu wa mkoa, mnaweza mkamfikia mwenyekiti wa chama, mnaweza mkawafikia wabunge akiwemo mbunge wetu wa jimbo. Litakuwa limeshafika na sisi tutafanyia kazi mara moja. Mheshimiwa Rais alishasema isiwepo sheria ambayo inakuwa kikwazo kwa shughuli za uzalishaji na shughuli za kujiletea maendeleo ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo mimi niwatakie kila laheri, endeleeni na kazi, na kwa kweli kama nilivyosema, tuko eneo la kazi, sio eneo la mkutano, sio eneo la hotuba ndefu. Tunaomba mridhie, mpokee hizi pongezi kutoka kwa rais wetu, mpokee hii commitment, uhakika wa ushirikiano na ukaribisho wa kama kuna jambo mnahitaji serikali ifanyie kazi zaidi. Sisi hatutasita kufanyia kazi ili tuendelee kutengeneza mazingira hayo ya kuwekeza na mazingira ya kufanya biashara, ya kuuza bidhaa mnazozizalisha. Na nimeona teknolojia ya kisasa kabisa mle ndani, ya kisasa kabisa, ya kushangaza. Nimeona bidhaa zikiwa kwenye ubora. Naona kama zile za mbolea mmeweka na ndani ili kuweza kuhakikisha bidhaa inafika ikiwa na ubora wake katika eneo inayotakiwa kufika. Kwa hiyo asanteni sana na tunawatakia kila laheri. Kazi iendelee, endeleeni na kazi.